lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni jinsi Marekani na Israel wanavyoshangazwa na raia wa kawaida nchini Iran. Marekani na Israel zimeshangaa namna ambavyo raia katika taifa hilo la Kiajemi walivyokuwa wakiungana na serikali yao katika kuhakikisha wanapambana dhidi ya mataifa hayo mawili ambayo wameona kuwa ni hasimu kwa wakati huu. Ni ukweli usiopingika, ndani ya Iran watu wamegawanyika. Wapo wale ambao wanaunga mkono serikali yao, lakini pia kuna wale ambao wanaipinga serikali. Na hata baada ya kutangazwa kwa kifo cha Ayatollah Al-Khamenei, kundi hili lilishangilia sana mitaani. Lakini lipo kundi kubwa ambalo lilihuzunishwa na kifo cha Ayatollah Al-Khamenei. Kundi hili ambalo lilishangilia juu ya kifo cha Khamenei ni lile ambalo kimsingi limekuwa na ushawishi mkubwa wa kutaka kufanya mabadiliko katika serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini moja kati ya kauli ambazo raia nchini humo huzungumza wakati wote ni kuiona Marekani kama adui mkubwa katika taifa hilo. Licha ya rais wa Marekani, lakini pia waziri mkuu Benjamin Netanyahu kutoa ushawishi kwa raia hao kuangusha kabisa utawala wao na kuanzisha utawala mwingine ambao wao wanadhani unawafaa, lakini ni raia ambao wameungana na serikali yao katika baadhi ya mambo. Siku ya Jumatano ilikuwa ni siku ya mazishi ya waliouawa katika vita. Raia waliungana kwa wingi huku mashambulizi yakiendelea wakiasikia, lakini wakimtaja Mwenyezi Mungu. Wametoa heshima kubwa za mwisho kwa wapendwa wao waliouawa katika vita hivyo. Hafla ya mazishi ya vita katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani imefanyika katika uwanja wa Mapinduzi Maidan Enclave Had Miraj al-Shuhada jijini Tehran, ikiambatana na mahudhurio makubwa ya wananchi waliokuja kutoa heshima zao za mwisho. Vita hivyo vilianza tarehe 28 kwa mashambulizi ya kigaidi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa, wananchi walifika katika uwanja huo tangu kabla ya kuanza rasmi kwa hafla hiyo saa 7 mchana, na idadi ya waliohudhuria iliendelea kuongezeka kila dakika ilivyopita. Kituo cha treni cha chini ya ardhi cha Enclave kilijaa waumini na wananchi wa Mapinduzi, ambapo kila treni lilibeba makundi makubwa ya wakazi wa mji mkuu kuelekea mahala pa kuanzia safari za mazishi. Jambo hili liliwashtua sana wa Marekani kuona kwamba labda Wairani wenyewe hapo tayari kuangusha utawala wao. Na hili ndilo ambalo wachambuzi wa mambo wanaliona sasa, kwamba ni vigumu kuangusha utawala wa Iran, kwani Wairani wenyewe ni kama vile wanaupenda aina ya utawala huo, na kwamba kuna kundi la wachache ambao hawautaki utawala huo. Hata katika kipindi cha maandamano makubwa ambayo Marekani pamoja na Israel waliyashinikiza, Wairani wengi walifanya maandamano kwa ajili ya hali ya kiuchumi, lakini si kwa ajili ya kuondoa utawala, wakiamini kwamba maandamano hayo yangesikilizwa na serikali na mwisho wa siku maandamano hayo yangeleta tija katika kutafuta njia za kukuza uchumi, na hata serikali ilikuja na mpango mbadala wa kuweza kuinua uchumi wa taifa hilo. Hili ndilo ambalo lilikuwa takwa kubwa la wananchi, lakini watu wachache walikuja na mpango mwingine wa kuangusha utawala huo, mpango ambao Marekani baada ya kusikia kuna vifo vinatokea iliona kuna njia nyingine ya kuweza kutumia namna ya kuweza kukabili utawala wa Iran. Na serikali ya Iran ilieleza wazi kwamba mpango ambao unaendeshwa na Marekani ni mpango ambao unataka kuangusha utawala, na hivyo utawala ukazidi kutumia nguvu kubwa. Na inadaiwa pia kulikuwa na raia wa ndani ya Iran na nje ya Iran ambao walikuwa na bunduki na mpango wao ulikuwa ni kuendeleza ushawishi wa kuangusha utawala. Lakini utawala wakati huo chini ya Ayatollah Al-Khamenei ulifanikiwa kuzima wimbi kubwa la maandamano ambayo hajawahi kutokea, tofauti na maandamano yaliyotokea mwaka 1979 wakati wa mapinduzi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu kupitia The World News.